nisaukum harthun lakum, wake zenu ni makonde yenu, wake zenu ni mashamba yenu. Faatu harthakum, yaendeeni mashamba yenu. Anna shi'tum, neno anna katika lugha ya Kiarabu lina tafsiri tatu. Neno anna linatafsirika kwa maana ya kaifama, ainama, haithuma. Yani hii ni lugha ya Kiarabu, sio masala ya ushia. Yani hapa ni lugha ya Kiarabu na Qur'an. Nisaukum harthun lakum. Sasa tuanze twende na lugha zote tatu ambazo ni lugha za Kiarabu fasaha. Anna shi'tum, wake zenu ni mashamba yenu, kwa hivyo yaendeeni mashamba yenu. Anna shi'tum, namna mnavyopenda. Hiyo ni kaifama, namna mnavyopenda. Ina maana una uhuru wa kumuingilia mkeo kwa staili yoyote. Kaifama shi'tum, hiyo ni tafsiri ya kwanza na lugha ya Kiarabu fasaha, sio masala ya ushia. Tafsiri ya pili, ainama. Ainama shi'tum, mahala popote, kama ni nyumbani, kama ni barabarani, kama ni sokoni. Tafsiri ya tatu ni haithuma, sehemu. Nisaukum harthun lakum, wake zenu ni mashamba yenu. Faatu harthakum, yaendeeni mashamba yenu. Haithuma shi'tum, sehemu yoyote mpendayo, masikioni, kichwa, ndiyo maana ya haithuma, puani. Kwa sasa anayekuja akawatuhumu mashia aituhumu Qur'an, na ndiyo maana aya huwezi ukaitumia kuharamishia kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile. Huwezi ukatumia aya hii kwa sababu aya ni mujmal. Sasa inabidi turudi katika riwayat. Riwaya zilizopokelewa zinasemaje? Riwaya tukirudi kwenye vitabu vya kisunna, sitaki kwenda kwenye habari za mashia. Tukirudi kwenye vitabu vya kisunna, tunawapata baadhi ya maswahaba waliofanya tendo hilo na wakasema linafaa. Lakini unaporudi kwa maulama wa madhehebu hizi nne, wako waliolijuzisha tendo hilo na wako waliolifanya. Wengine wakaulizwa wakasema, sasa hivi natoka kuoga janaba kwa josho hilo. Mtuhumiwa wa kwanza si Shia katika masala haya. Ukirushia mawe nyumba ya vioo ya mwenzako na wewe ya kwako ina vioo, itavunjwa vile vile ya kwako. Kwa hiyo masala haya, itiyanu nisaa fi adbarihinna, masala ya kuwaendea wanawake kwa lugha maarufu kinyume na maumbile, ni masala mukhtalafun fi, ni masala wanawazuoni wamekhtalifiana. Sababu yake ni nini? Aya ni mujmal, aya haiweki waziwazi, na riwaya nazo vile vile haziweki waziwazi.
nataka nimalizie hapa. Hao mashia wanaotuhumiwa, al-Imamu al-Baqir salawatullahi wa salamuhu alayhi, alipoulizwa swali kuhusu masala haya, akaulizwa na nyinyi mnafanya? Akasema sisi ni ahlul bait la naf'alu dhalika, sisi ni hatufanyi hayo mambo.